Karibu kwenye Duka Huru Podcast. Leo kuna mimi Miss Irene Moshi pamoja na Kelvin Herald kutokea kampuni ya Mr. PC Digital Solutions. Na leo tutapiga story kidogo kuhusiana na experience ya maisha. Kila mtu amepitia ana historia yake. Kwa hiyo tutafocus on that. Mr. Okay. Kelvin, no. Habari? Yes. Salama. Kabisa. It's a weekend na yes. Tuna mengi kidogo ya kuongea. Mungu akitupa kibali tutamaliza yote. Of course. Tupe experience yako kidogo kuhusiana na what you are doing in general. Okay. So what I do, mimi ni, we can say business inakusaidia wewe ku get the most out of your PC, your laptop, computer when it comes to issues kama getting the best gadgets, softwares, installations, consultation, pia tech tips, vitu gani vya kuzingatia ili kuhakikisha unapata matumizi mazuri ya PC yako. And yes, so basic summary, that's what we do. When it comes to your PCs, we help you get the most out of it. Na tukiongelea kwenye upande mwingine wa biashara, kwa biashara iko vipi industry ya PCs, laptops, computer softwares in Tanzania? Iko vizuri sana. I can honestly say kwamba kwa sasa hivi there's a lot of competition. Yani kila mtu, watu wengi sana wana deal kwenye upande wa laptops and all that. Issue tu inakuja tu kwamba how do you navigate kwenye hiyo market? Una manage vipi yani kujitofautisha to stand out in the business. Kwa hiyo sasa kila mtu anakuwa na strategy yake. Sasa mwingine maybe atakuwa na offer more than just laptops, tech tips and all that, things like that, kusaidia mtu kuona okay, huyu ananipa something different, ananipa like okay, anaonyesha kwamba atanipa PC but atanionyesha pia like what I can do with my PC to get the most out of it. Yeah. Kama nikiwa nataka huduma sitari office pole kabisa, ukiachana kwamba tunaweza tukanani, kama nataka huduma tuna ofisi kabisa kuhusiana na huduma zetu na kila kitu, sipo? Yes. Na governmental things, Tanzania governmental strategy. Yani ipo suitable kwa upande wa niche yako ya biashara? I believe so far yani there are not much naweza kusema labda constraints ambazo unakuta zina bana sana kushindwa ku implement kile unachokifanya from my own experience so far. Lakini yes. They are suitable. Yes, so far I can say this. Market yake umesema sometimes kuna competition. Yes. Ukiachana na hivyo, umewahi kupitia kwenye biashara yako moment ambayo ilikuwa kidogo ni ngumu from umeanza, yani the thing you are doing umesomea, si ndio? Yes, and then you can say that. Kitu gani kilichokusukuma kwamba usiende kuomba ajira or start your own business? Msukumo gani ulipata? Okay, I believe ni kwamba mimi personally I just love working with computers. Yani napenda sana tokea zamani and sikujua kwamba I can naweza kukibadilisha what I have ili kupata pesa. Like mimi, my background, mimi yani ni mtu ambaye sasa hivi ukirudi back then unamjua Kevin ndo huyu hapa. Wazo kamini kwamba ndo mtu anakuja ana run a business. Because watu wengine wakuta wana own businesses, most will say labda ni biashara, labda shuleni nilikuwa nafanya biashara fulani imekuwa hivi, but mimi tu ni kwamba okay, mimi I love working with computers. Nikakutana labda na watu ambao they do the same thing. Nilikuwa pia I was working with someone ambaye pia ndo alikuwa like it was like a mentor kwangu. Kwa hiyo nilikuwa na deal na PCs, kwa hiyo working with him nikaona okay, I can do this and this. Sema sasa ndo vile it's someone's business, ni ngumu wewe kumwelekeza au kumwambia kwamba you can do this to improve this and this and this, maana we have different ways of running the business. Kila mtu anakuwa na njia yake. Kwa mimi nikasema okay, mimi nikija kupata my own business, this is how I'll do it. Kwa eventually fika muda tukapart ways. Mimi sana nikasema okay, so right now ni muda sasa na mimi ngoja nianzishe my own thing. Kwa hiyo it's not like I can say kwamba nilikuwa kwamba mwanzo nilikuwa napenda sana biashara au nini. Ni kwamba I just loved what I do, working with computers, helping people pia sana pia.
Na hiyo ilikuwa ni from childhood or just nearby? Yes. Sema ni kwamba tu ni mwanzoni just falling in love with computers. Ilikuwa ni I can say kwamba tokea nipo shule ongea na ile baba, I need a PC, nahitaji laptop nini. It was something ambacho kilikuwa kinani keep busy. Kucheza games kwenye computer kept me very busy and it was my joy kule. Kwa I didn't know kwamba nitafika muda kwamba na mimi tulikuwa na business ambayo ndo inahusisha hivi vitu at some point. Yes. Kwa mfano tukiongelea back to me, my dad alikuwa anapenda niwe daktari. Okay. Mama yangu alikuwa anapenda niwe mwalimu. Na kwenye experience yangu professionally mimi nimesoma nina degree ya political science and public administration. Okay. Politics was in me, lakini in a form of law. Okay. Nilikuwa nasema nataka kuwa mwanasheria. Kwa hiyo kwenye ile kuwa mwanasheria at the end of the day nilijua kujikuta kwamba I don't like it. Frankly kwa sababu kwa Tanzania kwanza unasoma miaka 4 bado law school. Kwa kweli nikajikuta okay in politics and then nikajikuta tu nimemaliza yani things. My dad alivyosikia kwamba I want to do politics, kwanza nimeanza kuchukua masomo ya arts since nikiwa form 3. Nilichokuwa najua mwanangu anachukua science. Okay. Kwa kweli all over the marafiki zake walikuwa wanajua mimi nachukua science. Labda kama waione hii podcast right now nasema mtoto afanye kumbe alichukua arts. Lakini alikuwa anajua anachukua science. Sikuwahi kumwambia kwamba anachukua science. Lakini for you life with computers, all of sort of things, familia yako ilichukulia like it's a passion or kulikuwa na namna fulani kwenye education background yako with computers? Okay, when it comes to that, mfano kama shule like primary, secondary, sasa I think of course my parents walikuwa wanajua Kevin likes computers, penda computers, atamnunulia computer, something that kept him busy. Sasa ilivyofika form 4 wakati sasa ndo we're heading to A level, sasa ndo nikaa na our headmaster shuleni akana kwa anaitwa Mr. Mtui, I'll never forget it. Tupo hapo kwenye hall kaambia like if you're someone ambaye you're into computers things like that, unaweza opt kwenda chuo directly. Kwa ile tu ili stick in my mind, okay mimi kuna hiyo option, maana mimi by default mimi ningeenda A level tu, sema utakuja chuo tu, I'll do that. Kwa hiyo ile stick in my mind. Kwa hiyo nilivorudi nyumbani then niko na mama kwenye gari, then I was like mom, what do you think kama nikienda chuo, you know? Akaniambia chuo? Hapana bana wewe. Mbona umeka A level so ajinga. Mbona nanili kwanza nenda A level ukimaliza. Nikasema okay, sawa. Kwa it just stick to in my head. Sema okay. Kafika hapo asa fika nyumbani pale like discussing na dad kwamba okay sasa hivi in the meantime likizo form 4 utakuwa unafanya nini. Nikamwambia okay nitachukua a course ya kusoma, nikaenda kusoma course ya graphics designing. Maana sasa I just needed to get yani niwe kwenye ile environment ya working with computers first. Kwa hivyo kwa pale I met with this guy anaitwa Scope. Yani that guy mpaka leo kama atakuwa naiona hii, big shout out to you man. Yani kwa sasa yule ndo akanipa like akanionyesha njia like okay wewe ukisema uende chuo you're still going to get there, yani hii ndo kama njia kwamba utaenda certificate au utaenda diploma for this amount of years, utaenda degree, and at the same time kwa course kama yako kitu ambacho unapenda ukifanya, this is the best way. Umeona, wanaenda kasome computers and all this. Kwa mimi pale ndo kasema okay kumbe it's possible, kwamba yani kafikiria sasa nikawa na way hivyo viwili kwamba okay sema niende A level sasa nitakuwa niko darasani tu PCM swi nini, no it will not work. Kwa huku hii ndo the best way. Afu nikaona like yeye mwenyewe ndo njia amepita, sema okay kwa sawa basi kumbe I can do this is possible. Nikaongea pia na another teacher hapo akaniambia it's possible. Kwa sasa mimi ndo nikarudi sasa nyumbani dad. Sasa at first my dad ni kama alikuwa anaona kama mbona hii kama hayuko serious about it yani like akawa anapotezea na shrug off tu pembeni. Sasa hivyo mzee kaja tena kumwambia mzee bana kuna hii issue ya
Okay. Okay. Kwa hiyo kwenye safari yako ya computer thing, Mr. Computer. Yes. Tumesikia story yako. It's good. It's emotional. Kutoka kwa tu kawaida mzazi kukata. Of course. Ukakazana. Nataka kuanza. Kampuni yako ulikuja kuisimamishaje? I think ilikuwa ni a big part of it ilikuwa just faith. Yani mimi I'm a firm believer of God. Yani na I do my best to prioritize hicho kitu sana. Kwa hiyo mimi so kwamba tunakuta ilikuwa ni mtaji ni mkubwa au anything na yani mimi nilifika to like nimepiga hesabu pale nikajua mtaji kwa mwezi labda nitalipa kiasi fulani, na nikapiga hesabu pale mara 6, nikaingia pale nikasema okay, ndani ya ofisi kunahitajika labda kuwepo na meza, sehemu ya kukaa wateja, feni, hamna hata AC. Yani hapo nikawa yani uwezi imagine, yani kwa nimeplan vile nikawa nimesahau hadi kwamba kuna ule nini mlango ule aluminium. Yani nilikuwa nawaza kuna grill pale, nikawa nishasahau like yani kuja baadaye ndo mama mwenye nyumba ndo akaniambia like hivi mlango vipi unao? It's like oh my gosh, yani inabidi kuna ule mlango aluminium kumekaa mazamu kwamba ukifungua tu grill unaingia unatoka like there's no door. Yani kwa yani maana nikapiga simu nikasema yani budget yenyewe mlango unampea ni shilingi fulani. And it's not out of my budget. But nzuri tu Mungu akasaidia, like yule mama akaniambia okay, nitakupa, njoo nyumbani, I can help you with this. Like I think a big part was just faith and moving forward. Yeah. Okay. Yeah. Uliwahi kufanyaga kazi popote? Yani mimi tunajua kwenye kompyuta tuna watu wa michongo. Yeah. Wengine wanasemaga bwana, ukishaanza kujoga mambo ya kompyuta jiona na mapolisi. Polisi sijui na madaktari, unaweza kukamatwa muda wote au ukapigwa. Kabisa. Uliwahi kufanya kazi ambao mwenyewe mpaka sasa kikao unaanza kujitia mwenyewe hii kazi haikunilipa, alafu I was like nilifanya bure? Yes. Kuna experience moja, yani sitaka nisahau. Sema I think pia ile experience at the end of the day ilisaidia kunishape sana, na pia hata mtu mwingine anaweza kujifunza from this experience. Kwa ni kwamba ile mimi niko chuo, nilikuwa kuna rafiki yangu mmoja kana nimwambia bro, ukipata mchongo wote wewe just call me, mimi sina issue yote. Maana ilikuwa ni kabla sijaanza officially kufanya my business. Kwa tunajulikana kwamba Kevin anaweza kusaidia na issue zako za computer. Kwa nikamwambia tu bro, ukipata mchongo wote wewe just niambie, mimi niko tu hostel tu nimechill. Monday napigia simu na the guy anaitwa Musa, akaniambia oh bro, kuna jamaa atakucheki hapo, kuna issue na PC inabidi ukaenda ukafix. Nikamwambia tayari. Sasa sina hata smartphone to make so ado tu. Haya, sawa bro, ina shida. Jamaa kanicheki. Bro, kwema. Nimepewa namba zako na Musa, kuna PC za kwenda kufix Masaki. Moja ina shida ya keyboard, nyingine ina shida ya kitu fulani na fulani. Nikamwambia sawa bro, ina shida. Kaniuliza vipi, una vifaa? Nikamwambia ya vifaa navyo. Sina vifaa hivyo, sijui ya kufungulia kompyuta. Kabisa nimwambia navyo, tupo wawili. Kwa hiyo kuna mwenzangu inabidi nikachukue kwake ndo anavyo. Yupo maeneo gani? Bidi tungesema Kariakoo mbali. Mbeto mawasiliano tu. Kwa naweza nikaenda kuvifetch hapo chapo. Kaambia basi poa, ikifika 2:30 kama utakuwa hujafika pale, mimi itabidi kazini nisikupe tena, nimpe mtu mwingine. Akasema fresh, haina shida. Kwa sababu anaanza kufikiria, sema unajua nilivomwambia yule jamaa nitafutie mchongo, alijua tu kazi nyepesi. Jamaa tukanipa hii big deal. Akasema fresh. Nikafikiria, kaona kuna mwalimu fulani alikuwa yuko chuo pale. Nikampigia teacher, kwema. Nzuri, nilikuwa na perform vizuri darasani kwake. Kwa nikamwambia mwalimu, nimekwama sehemu, kuna kazi nabidi nikafanya sehemu, nahitaji vifaa, naomba nisaidie toolkit. Akaniambia poa, njoo chukua chapo furudisha. Poa. Kaenda chapo chuo huyo, nikachukua vifaa kwenda Masaki. Ndo mara yangu ya kwanza kufika Masaki, kwanza huko ndo nafika. Yani kipindi hicho nimekonda, niko chuo kule, unajua ule mule wa chuo yani konda yani upo tu. Kafika pale maelekezo, kafika pale kwenye ile ofisi maelekezo hapa na ino, okay. Sawa. Kompyuta ndo hizi hapa. Kamsha kompyuta kwanza hii hapa na shida ya keyboard, inabidi ubadilishe keyboard, sawa. Hii nyingine hai display, hii nyingine sijui UPS. So UPS hata kwanza sijai kuigusa UPS, naijua tunasikia tu sijui inalia umeme. Pressure. Yani sema nini? Naanzia wapi? Sina hata smartphone, sema ni Google pale niangalia
nikawa tu niko na mtext huyo jamaa alinipa hiyo deal, huyo Musa, bro, hey, keyboard haifanyi kazi. Kaambia hiyo sawa, hiyo ichukue, ukabadilisha keyboard Kariakoo poa. Hii nyingine display basi hapo ifungue, angalia, safisha huko ndani. Kasafisha pale, ikafanya kazi. Hiyo UPS, hiyo UPS inabidi ubadilishe battery. Nabadilisha wapi? Yani kaniambia wewe ichukue tu na poa. Nikaichukua, kaenda Kariakoo. Kaenda Kariakoo kule, jamaa yule kumka pale kwa amenitumia tu nauli. 10k hapo natumia. Mimi at that time mimi sina mambo mengi, niko na fresh 10k nauli. Tabaki na vichenchi hapo. Si daladala tu na unga fresh. Kafika Kariakoo, kaenda pale sehemu ya kutafuta battery ya UPS, kachukua. Kaenda kutafuta sehemu ya keyboard, nikaenda kachukua. Budget walikuwa wanatoa wenyewe. Yani sasa ile ni kwamba mimi nimepewa deal na huyo mtu. Afu ile kampuni yani inafanya kazi na huyo alinipa the deal. Kwa hiyo sasa hela za kununua hizi battery na nini walikuwa ananipa. Yeye ndo alikuwa ananipa the game nilikuwa na communicate naye. Umeona? Naitwa Ino. Kwa hiyo Ino mimi ndo nilikuwa na communicate naye. Yani he was like their IT guy wa ile kampuni, ndo alikuwa yeye. Umeona? Kwa sababu akaniambia okay. Haya basi, kwa hiyo wewe unahitaji keyboard shingapi? Namwambia ni kiasi fulani. Sijaongeza hata chochote. Yani semeta basi niongeza hata ya kwangu. Ya hapo just in case. Mimi namwambia ile. Namwambia ile. Ni kiasi fulani. Sawa, battery ya kiasi fulani. Sawa. Mimi najua ile I'm working hard hapa. Unaona yani? Kweli mwisho wa siku mimi nitapata chochote. Naona like kumbe Watanzania bila kuibia haini. Wala like sema basi hata ni kwa ajili ya usumbufu ataongeza. Sina akili hiyo. Kwa hiyo sasa after that time nikaenda sasa uzuri kwa kuna sehemu hapo Kariakoo kuna majamaa nilikuwa nafanya nao kazi, yani like kama kujishikiza tu. Kwa hiyo nikaenda tu hapo kwenye ofisi yao pale nikawa nafanya hiyo kazi ya kubadilisha keyboard. Sasa hangaika na ile keyboard. So the issue ile keyboard ilikuwa ile pesa ni kwamba ukifungua keyboard for the first time ile ambayo inakuja nayo kunakuwa kuna vitu like nut hivi zimeshika. Kwa hiyo once you take it out for the first time zile nut zote zinaachia. Kwa hiyo keyboard nyingine ukija kuireplace lazima ni kama haitakuwa firm, yani ukibonyeza utanotice kwamba ilikuwa imebadilishwa. Maana hisi ilikuwa ni design tu. Kwa sababu pale nikaitoa pale mara ya kwanza, kwa sasa kuweka. Naweka mara ya kwanza nikiwasha computer, afu ukiweka unabidi ufungue the whole computer, unaweka, unaifunga the whole PC, then you test it. Kwa sababu mimi nikafanya hivyo mara ya kwanza, hamna kitu. Haija respond. Kwa hiyo inabidi nifungue tena. Mara ya pili, kuna keys labda zimekuwa zimeshuka upande mmoja, nyingine zimepanda. Hivi vipi tena? Huko unapigiwa simu, naambia vipi umefikia wapi na hiyo kazi? Haya, namalizia. Mara ya 3 bado. Mara ya 4. Nikasema mbona sasa pale kwenye kuhangaika na kuweka na kutoa tena. Kuja kuangalia keyboard hivi ile ambayo nimenunua ku replace, nakuta kuna herufi moja hamna. Na hiyo ilikuwa ni toka dukani. Sasa sijui kwamba ni wakati mimi nilikuwa nafanya kazi hapo au ni wakati nimetoa dukani ilikuwa hivyo. Sema sasa ndio hivyo, sasa ni ngumu kujua. Unaweza kusema uende dukani wakwambia huyo ndio umeitoa, sasa tukupa hivyo. Kwa sababu nilichoka. Yani muona hiki na miss. Mimi sijui 75 wanatoa wapi. Yani hapa yenyewe nauli ndo naipambania. Where am I going to get this money? Hiki imetoka hapa nitaulizwa. Yani like I was very stressed. Na hapo bado keyboard haikai. Kwa kitu nilichofanya uzuri ni kwamba zilikuwa ni zile keys zile ambazo kwa za juu zinaitwa function keys, F1 F2. Kwa nilichofanya tu nikasema akili kanjia. Nikachukua tu super glue, nikatoa kwenye ile zamani, nikabandikia pale kwenye ikafiti vizuri. Ikafiti as is the same model. Kwa mimi nikomba nikatoa tu super glue nikaibandikia kwenye ile nyingine. Kana nasema tu asije tu mtu akabonyeza hapa hivi. Kama inafanya kazi. Kwa pale nikaendelea kuhangaika, bado keyboard haikai. Yani ilibidi kwanza nikae pale chini, nilitaka kulia. Maana nikasema sasa keyboard haikai. Hii keyboard yenyewe hiki imezingua. Yani nataka hata kulia. Nasema tu mimi kazi sijui mimi nipotee tu, yani mimi nikasema ila mimi najaribu mara ya mwisho. This is the last time. Kachukua hiyo keyboard nikaweka kama karatasi hivi kwa chini ili ipande kwa juu. Isipo fit this time basi mimi narudisha tu, naomba kazi nimeshindwa. Kwa ndo hivyo hapo bado I have classes to attend, maana kwa vipindi vyangu ni jioni chuo. Ngona hangaika na hiyo na ile Kariakoo. Kwa pale kabidi ni fit pale. Kwa bahati nzuri kakaa. At least ukibonyeza na bonyezeka.
funga pale, nikaenda kukutana na jamaa maeneo Morocco hivi. Tukakutana. Kanaangalia sema kumbe Charlie tu, unajua mimi nikajua ni fulani hivi big guy, kumbe ni kidogo tu. Kaambia ndio hivyo, sio tunapambana. Fresh tukaenda naye kwenye hiyo ofisi hapo, tukafika pale, ndio umekuja na vitu chukua hiyo UPS. Nishaingia YouTube kwenye simu ya watu, nimeangalia namna ya kubadilisha UPS, kubadilisha hiki. Kwa nishafika pale ndio mafundi mnachotufanyia. Vitu vipo online, unajua ni information tu. It's information tu, trust me. Niingia tu online pale, nika search UPS nini kubadilisha Kafika pale nikaeka fresh, kafanya kazi. Keyboard pale akawa na test pale ana test kile moja ta. Na natoa bonyeza pale nini na nini. Zote pale papa kanafanya. Nikasema bonyeza tu, uzuri silent ni keys ambazo mpaka mtu aje kujua kwamba I need to do this function. It's not that necessary. Maana ile inabidi ubonyeze key mbili kwa wakati mmoja ili fanye kitu, either kuongeze brightness au nini. Kwa sababu nikaona akubonyeza ile key. Nikasema sema Mungu tu. Kwa pale sasa akasema basi sawa, tukaondoka. Sasa pale kwenye kuongea sasa niko naongea na the guy kwenye gari. Kwa vipi? How much na live for your service? Kafikia sema mtaji shilingi ngapi? Mtaji ndogo sana hapa na mtaji kubwa. Akasema hapa nipe kama 45 hivi. Mimi nikaisi basi nimetaja ni kubwa sana. Nilikuwa nataka nitaje hata kama 25,000. Akaniambia mbona mbali sana? Unajua utafanya kazi nyingi sana nini? Unajua sema of course, unajua I have to think far. Yaani najua ndo nikawa najipa mbona bidi nifikirie mbele. I have to think far. Basi wao unaanza kunipa shilingi. Akaniambia basi 35 na kutumia na kutolea pia. Kweli. Akaniambia basi poa bro, ina shida hiyo itatosha. Yangu mimi kiongea mpaka sasa hivi inaniuma, yani mpaka leo. Like ile kazi yote kuhangaika kote 35. Basi mimi mdao nikaona basi ana hela, basi nipata 35 hii kazi. It's a lot of money. Utoto. Kija kupiga hesabu, nikija kufikisha baadaye sasa nani sasa hivi nikija kufikia. Yani kupata experience kasema yule jamaa ile hela niliyomchaji. Na yeye maana of course akienda kule atawaambia keyboard anaweza akamwambia laki na 20 UPS hivi, na bado kuna service ya IT wangu kiasi fulani. Mimi ningefikiria nimepewa 35 tu. Utarudia tena. Siwezi. Kosa baadaye experiences nini. Kosa nikaja kukutana na wewe jamaa tukawa kama mshikaji wangu, ananipa deal na nini. Kosa nilivyokuja kufikiria the next time akiniambia Kevin nahitaji hiki. Sio hela ndogo. Mbeni kiasi fulani. Najaribu kusema lazima wewe lazima ngunyooshe. Unaambiwa wanasemaga kuna usema wanasema mwale afundi mara mbili. Kabisa. Hawezi kufundisha tena. Kwa hiyo kwa mfano kwa kijana ambaye sasa hivi ndio yuko chuo labda a fresher, labda ndo anaingia anasoma nataka kuchukua mambo ya kompyuta, au yule ambaye amemaliza chuo yuko mtaani anakuambia nasubiri ajira hamna. Unampa view gani? View vya kwenda. View. My view. Okay. Cha muhimu ni I think most of the people ambao na computer skills tunafanyaga mistake moja, unakuta tunasema we are very passionate. Umeona? Yani mimi najua we do it ili tuonekane kwamba mimi najua code. Unasikia yule Irene anachapa kodi. Ukija kwa Irene unamwambia Irene, vipi website unaweza kutengeneza? Mimi website ndo mambo yangu, making najua language na hii. Naambia basi poa, basi mimi nitengenezee basi shilingi ngapi? Wewe unasema wewe ni pose chochote tu. Mimi ukinipata 50 mimi nakutengenezea website kali. Like unakuwa undervalue sana. Yani you don't see kwamba potential yako, yani kwamba tengeneza website for 50k, na watu wengine sasa ambao wanakuja kwako they know that. Wanajua kabisa huo majamaa chuo wao ukiwapoza tu chochote wanakutengenezea kitu kikali tu, hawana shida. Because there's that issue, unakuta wengi were just led by ile passion. Hatufikiri like how can we turn your passion, what you know, into make something that can make you money. Na muda mwingine unakuta mtu ukisikia mtu ni IT unakuta unadharaulika. In some sense unasikia yule IT usia kazi za IT, you think it's something
very easy. Yani kitu fulani unachukulia poa sana, and mostly it's like that. Kwa hiyo something I would really advise ni kwamba yani professionalism, yani inabidi ile ujiposition in a way kwamba mtu anajua kabisa mimi nikija kwa hiring kumwambia nitengenezee website, nikiangalia kwanza ana portfolio pale nzuri, ana website amezi design nzuri, ukiangalia pale price range zake, yani like you have to act like you're already a big business. Yani kwamba hata mtu akija anaona kweli wewe nikija kwa cases kuja na hela ndogo. Na anachoa ndio kwa mara nyingi unajua anachoa na shushaga soko la kila kitu. Yes. Kwa sababu wao wanachokiona nikipata hii ni fursa experience. Lakini wanakuwa hawajiamini kwamba they can do it. Exactly, they can do it better kabisa. Yani unaji undervalue sana. Yani unaona kwamba mimi kazi nafanya, mimi sijui naenda kumfanyia mtu PC zake, naenda kumfixia. Mwingine tunajua hata mimi zamani nipo chuo nilikuwa nasoma, mimi utakuwa naita Kevin PC. Mtu ukija na PC yako, because I love computers, I love solving problems, kwa nafanya bure. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Ibrahim, akaniambia bro, unajua ungekuwa unapata hela sana ungekuwa unacharge watu. Mimi amna bro, mimi I'm very passionate about this. Yani computers are my thing. Passionate without umeona, naona like nikiwa charge kama vile yani nakuwa sio sawa, like ethically nakuwa sio sawa. Kwa unakuta mimi naona kumbe sasa ndo baadaye nikaona like yule rafiki yangu alikuwa na point sana. Kwa mimi watu walikuwa wanakuja na take advantage tu, wewe mpelekee Mr PC pale, mimi nakuwa sasa nikiletewa PC naona mimi ndo mganga mkuu hapa sasa, let me solve this, nionyeshe kwamba najua, they call me Kevin PC, I know stuff, I can fix this. Kwa mile nikisha fix that joy I get from fixing that problem, basi mile tu inatosha. Hata ukinipa 5,000 tu shukrani, asante, mimi it's fine. Sasa hivi nikuletea PC yangu unakuja na kwa Mr PC sasa, kwa Mr. PC, okay. Kwa Mr PC sasa. Vijana ndo muache sasa, yani wajifunze kutumia fursa. Exactly, yeah. Kukaa mtaani kusema nasubiri kibarua, unailaumu serikali, amna kazi. Kutana na Mr. PC, story yake ya maisha yote unaijua. Yeah. Ameelezea vizuri kuanzia ameanza shule, background ya shule, amebaki na passion ya kitu anachokitaka kwamba I want this, na itakuwa na kweli imekuwa mpaka to the point amefikia. Ameelekea chuo, changamoto alizokutana nazo, fursa alivyoona, I mean fursa ambayo ilikuwa mbele yake na aliweza kuidiscover, okay, this is a fursa na naichukua. Unajua mara nyingi tunajikutaga tukikaa mtaani nataka kuajiriwa, yani sijuage, alafu sasa yani especially kwa sisi wa kaskazini, yani sisi tumejengewaga hicho kitu, maliza shule tafuta kazi. Exactly. Unafanya kazi TRA, umepata kazi TANESCO, mimi ni IT TANESCO. We don't think about the scope yani ambao ipo zaidi nole. Yani tunabaki na status kwamba status ya TRA. They don't, yani hatujajengewa msingi wa kutengeneza kwamba this is my brand. Ila tunataka tuone kama vile mimi ni IT TANESCO. Yeah, unaona kwamba like that's the well, yani unakuta mtu you are capable of so much more. Kwa hiyo watu ile kujiposition wewe, as long as wewe unahakika kwamba mimi kitu ninachokifanya it's right ethically, mimi sio kwamba namwibia mtu au sio kwamba mimi ni mpigaji or anything, people respect that. Any people wana respect wewe namna unavyojiposition. Mtu akuja atakuwa kuanambia like sawa ni 20,000 ila nikikuangalia wewe unatoa ushauri kuhusu PC, umeona umenielekeza vizuri, umenihudumia vizuri, like yani sio kwamba mtu unakuwa meisho sawa, hata ikija kazingua later ulikuwa upo available, umeweza kunisaidia. Kwa hiyo things like that, kuna kutasa mtu useme tu kwamba anajiposition alafu at the end of the day kwamba anacharge tu hela. People inabidi pia zingatie pia long term, yani uaminifu, it's something that's very important. Wasiibe, maana mafundi wa PC na umeona some mtu mwingine anakutengenezea PC labda achomwe RAM, mafundi kabadilisha battery, umeona sasa things like that, battery zima channel sisi tutakuletea uiangalie, umeona ukishapata mteja. Jambo lingine moja zaidi, kwa hiyo kwenye masuala mazima ya PC, mtu takitaka akiwa na changamoto kuhusiana na PC aje anaweza kuja. Yes, yani mimi mostly when it comes to software services, whether ni gadgets za computer, laptops, software services kama vile games, if you love playing games kwenye computer yako,
we're the best spot ambao tupo. Na kwa mfano mimi hapa labda ndo nafikiria kuanza biashara, mimi IT fresh from school, unaweza kunipa mentorship pia? Yeah, it's possible. It's possible. Tunaongelea tu kwamba kwenye mentorship hii kwa sababu ni mwanafunzi. Tutaenda kwa price kidogo. Exactly. Tunachukua ni fursa, by the way. It's a fursa ya. Na wewe mwenyewe pia ataenda kujifunza. Niliwahi kufundishwa na mtu fulani, na mimi pia nitampa fursa mtu mwingine kwa sababu elimu ni gharama kidogo. Kabisa. Kwa hiyo anaweza pia kujifunza. Una mentor vizuri. Very bila shaka. Kitu service nyingine yote tunatoa out of computers? For now mostly it's that. Any consultations like anywhere your number spot for PC issues, software issues, computer games, gadgets, laptops. Zaidi kulingana na kitu unachokitaka. Na mimi kitu unachokifanya na mimi nataka labda ninakupataje? I mean kama kwenye social media account Instagram nakupata kwa jina. Yes, account ni Mr. PC Digital. Mr. PC Digital. Mr. PC Digital. Yeah, on Instagram. That's our username. Okay, hamna underscore na chat. No. Okay. Mr. PC Digital. Mr. PC mimi ni wakaskazini. Kuna kanamna tunarudi majina. Mr. PC Digital. Okay. Yes. Haya, mimi nimefurahi, nimekuwa na wewe leo hapa Duka Huru. Thank you so much. As our little mentee. Thank you so much, Irene, kwa hii fursa. Karibu sana. Yes. Hii podcast izoe. Wengine na mwizoe. Karibuni. Tuna hiyo huduma ya podcast at anytime, anything we want, then we can do it. Na Duka Huru tunasema let's all win.